Familia ya Mdude Nyagali, mwanaharakati na mkosoaji wa serikali ambaye hajulikani alipo tangu alipotoweka kwa madai ya kutekwa na watu wasiojulikana, imechukua hatua rasmi za kisheria kwa kufungua kesi katika Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Mbeya, ikitaka haki itendeke na vitendo vya utekaji vikome. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mbeya, mmoja wa wanafamilia hao, Christopher Faustino Mkolimwa maarufu kama Madenge, amesema kuwa familia hiyo kwa kushirikiana na timu ya wanasheria imeamua kutumia njia halali kuhakikisha haki ya ndugu yao inapatikana kupitia mahakama. Kesi hiyo iliyopangwa kuanza kusikilizwa rasmi Juni 30, 2025 ilifunguliwa na CJ Emmanuel Mbugi ambaye mke wa Mdude dhidi ya watu wengine 6 ambao kati yao yumo mkuu wa jeshi la polisi IGP, mkurugenzi wa mashtaka DPP na kamanda wa polisi mkoa RPC wa Mbeya. Katika kauli yake, Madenge amedai kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kampeni ya kupinga utekaji na ukatili unaoendelea kuwakumba wananchi bila hatua madhubuti kuchukuliwa. Mbali na hatua ya kisheria, familia hiyo imetangaza pia kuandaa kampeni ya kuchangia damu, ikiwa ni sehemu ya ujumbe wa amani na mshikamano kwa jamii. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nzeko. Mwisho, tumefungua kesi. Tunashukuru sana mawakili wetu wasomi kwa msaada waliotupatia, lakini pia tunamshukuru sana Rais wa TLS Mheshimiwa Boniface Kajunjumele Mwabukusi pamoja na timu yake kuhakikisha haki ya Mdude inapatikana kwa njia ya haki kabisa, ambayo tunataka tutumie njia ya mahakama. Tumefungua kesi kwenye mahakama ya kanda ya Mbeya, mahakama kuu hapo. Tumefungua kesi ambayo kesi inaenda kusikilizwa tarehe 30 mwezi huu. Kwa jinsi ambavyo wananchi mlipokea hili jambo kwa ukubwa wake, hatuwezi tukaliacha libaki hivi hivi. Kwa hiyo tumeenda mahakamani, tumefungua kesi kama alivyoeleza wakili Mwabukusi kwamba kuna watu ambao wametagetiwa kwa ajili ya kufikishwa mahakamani kwenye kesi ya Mdude, kwa sababu tunahitaji uwajibikaji kwenye hili swala, na tumeshaona hamna aliye salama. Tumeshuhudia IGP wetu wamepewa tuzo, hayo hatutazungumzia kwa sababu tuzo imetolewa katikati ya majonzi makubwa kabisa. Tumeshuhudia tuzo imetolewa. Ndugu wananchi na wanambeya na Watanzania wote kwa ujumla, wapenda haki, tunawakaribisha muweze kufika mahakamani siku ya tarehe 30, ambapo kesi ya ndugu yetu, rafiki yetu Mdude itaenda kusikilizwa kwenye mahakama ya kanda ya Mbeya, mahakama kuu hapo maeneo ya Foresti. Hivyo tunawakaribisha sana muweze kujitokeza kwa wingi kabisa, ili kusudi tuweze kuunganisha nguvu, ili tuweze kuhakikisha ndugu yetu Mdude haki zake za msingi anazipata. Kama mwananchi wa kawaida lazima ujiulize, hawa watekaji wanahitaji roho za watu wangapi? Je, wametosheka walipomchukua Mdude? Wametosheka walipomchukua Mesha Shadraki na watu wengine, kina Soka, kina Kidinizo Kipanya? Kwa hiyo utagundua, nafikiri sasa inatakiwa ifike mahali tukaongee kitaalamu pale mahakamani, tujitokeze. Roho ya mwanadamu, ndugu waandishi wa habari, roho ya mwanadamu haina spare. Yaani anapoondoka mwanadamu mmoja hakuna spare. Lakini pia kuna umuhimu wa kukataa utekaji. Namna kukataa utekaji ni pamoja na kujitokeza tarehe 30 mahakamani. Tujitokeze kwa wingi, tuonyeshe umma, tuionyeshe serikali yenye mamlaka kwamba tunakerwa
na hili swala la watu kutekwa na kupotezwa ndugu zetu. Kwa hiyo niwaombe sana mjitokeze kwa wingi mahakamani siku ya tarehe 30. Lakini pia tutakuwa tuna t-shirt maalum kabisa, kwa sababu kwenye swala letu la Mdude hili la rafiki yetu Mdude, kuna jambo tunataka kwenda kufanya kwa ajili ya jamii. Tunaenda na hashtag yetu kwamba usimwage damu, changia damu. Kwa hiyo tutakuwa tuna t-shirt maalum kabisa ambazo zimechapishwa, zimeandikwa changia damu, usimwage damu. Sambamba na hilo pia tunaratibu na zoezi la uchangiaji wa damu. Kuna timu ya wenzetu hapa inaenda kufanya kuunganisha na wale watu wa benki ya damu, na mapendekezo yetu, kituo tunachotaka kukifanyia kuchangia damu, kwa sababu wale watu wa benki ya damu wao wanakuwepo pia na Kabwe pale. Kwa hiyo senta tutakayoichagua baada ya kutoka mahakamani, damu tutaenda kuchangia pale maeneo ya Kabwe. Kwa hiyo ndugu wananchi, niwaombe na niwaalike kwa wingi sana muweze kujitokeza. Kama tulivyosema,